Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mbuzi. Kitu kukuogopesha. Utajivunia kitu. Baadhi yenu kuwa wasahaurifu sana. Kupatiwa nafasi na mtu ambaye huwa hakupi nafasi hiyo. Kuonesha nidhamu kubwa kwa mtu. Kujitahidi kufanya kitu ambacho hukiwezi au kina ugumu. Mtu ataacha kukupeleleza. Kumuota mtu katika namna mbaya. Kuna hali ya upendo kwa mtu utaipunguza. Mwenza wako atakuwa karibu sana na wewe. Maelewano mazuri na kiongozi wako. Unahisi kitu cha kweli. Utatimiza ahadi uliyoiweka moyoni. Nyota ya Mashuke. Utamkaripia mtu. Kufanya kitu ambacho watu watakuwa wanakipenda au kukuiga. Kukubali kitu ulichokuwa unakipinga. Kuyaota au kuyaona sana makaburi. Inakujulisha jambo litakalojitokeza. Pia ni ukumbusho wa kitu. Kumtafuta mtu ambaye mlitofautiana kimaongezi. Kwa upande wa pesa wengi wenu hamtokuwa sawa. Kupanga kuonana na mtu. Kuhisi hali ya ubinafsi kwa mwenza wako. Kupatiwa lawama za mara kwa mara na watu wa karibu. Kutafuta namna ya kujiweka sawa. Ila utashindwa kujua ni wapi uanzie. Nyota ya Ng'ombe. Utamani ubadili kitu ambacho kimeshatendeka. Mtu anatamani kukuambia kitu ila anashindwa. Kuna wakati unakuwa uko na mvuto sana na hupata bahati kwa kitu unachokiombea. Nafasi nzuri inaweza kukufikia wiki hii katika kazi na mengineyo. Kichwa kukuuma sana. Kuwafikiria sana watu ambao ulikuwa una ushirikiano nao. Kuizingatia kauli ya mtu. Kuliangalia tatizo kwa ukubwa. Kujihisi hauko sawa kwa mabadiliko uliyokuwa nayo au hali. Nyota ya Samaki. Mtu unayemkumbuka na kuota sana. Hii ni kutokana na mawasiliano ya nguvu zenu. Kumharakisha mtu kitu. Kuangalia kitu kitakachoiweka sawa akili yako. Baada ya jambo lililokuwa linakuumiza. Baadhi yenu kuanzisha ujenzi. Kujutia kumwamini mtu. Kujua kitu kisichofaa baada ya kukitumia. Wiki hii unahitajika kuwa makini sana na mtu ambaye atakuwa ni chanzo cha maumivu kwako. Utafanya maamuzi ya haraka. Utajitahidi kumvumilia mtu. Utaukumbuka upendo wa mtu. Utafanya jambo kwa usiri. Nyota ya Nge. Utakuwa mkweli kumwelezea mtu hali fulani. Kumwelewesha mtu jambo ambalo litakuwa ni hatari kwake. Utamkumbuka mzazi wako. Utalimaliza jukumu fulani. Utafanya uokoaji au usaidizi kwa mtu. Kuhitaji amani na mtu. Utawakumbuka watu ulioishi nao. Kumchukia mtu sana kutokana na aliyokufanyia. Nyota ya Kaa. Kupitia wewe utafanya mtu anufaike na kitu. Utambadilisha mtu katika namna ya maongezi. Utauficha uhalisia wako kwa mtu. Nguvu yako inataka kukuoneshea watu walio sahihi kwako. Baadhi ya watu watajitenga na wewe. Hali hiyo isikuhuzunishe sana. Kwani kila anayekuja na kuondoka huwa na sababu. Jifunze kwa ulioyapitia. Kaa. Huu ni wakati wa kuishika kalamu na kuwaongoza wanaohitaji kuongozwa na wewe. Katika njia ya haki na usalama. Mtu atakwambia kuwa hajakuona siku nyingi au amekupeza. Utaihisi hali ya maumivu anayoyapitia mtu. Utamtoa mtu fikra mbaya aliyokuwa nayo kwa mtu fulani. Nyota ya Mizani. Kupata ufafanuzi mzuri wa kitu. Kuongoza katika mashindano fulani. Kupata matokeo tofauti na uliyoyatarajia. Kusahihisha kilichokosewa. Utajipa nafasi wewe mwenyewe bila ya kuangalia watu wanakuchukuliaje. Matarajio ya kitu kipya kinakujia. Kukumbukwa na mtu uliyepezana naye. Utamhofia mtu. Utaujua uwezo wa mtu uliojificha. Kuacha kumsema mtu.
mtu kukuraghai au kukudanganya. Nyota ya mapacha. Kusifika kwa upole au tabia fulani. Utambadilisha mtu kwa kutumia nguvu. Utafanya mazungumzo na mtu kwa muda mrefu. Kujihisi hali ya hasira. Kuukataa ukweli wa mtu kwa kuwa hutaki kumpa nafasi. Kuyakumbuka makosa uliyofanyiwa. Utatafuta amani na mtu unayempenda. Kuhusiwa jambo. Nyota ya ndoo. Utachukizwa na tabia ya mtu mwenye kukukosoa au kukupinga kila wakati. Utaamua kufanya mambo yako bila kutaka ushauri wa mtu. Utakatishwa tamaa kwa mapokeo baada ya kuanzisha kitu. Ndoo. Nguvu yako inakumulikia panapostahili. Wewe ni wa kuzifuata njia zako, ila si wa kuiga au kumwangalia mtu, kwa maana una kitu cha ubunifu kilichopo ndani yako. Utaaminiwa na mtu. Utapokea taarifa itakayokupa matumaini. Utajitahidi kupambana na mitihani iliyopo mbele yako. Kuona mambo yana ugumu. Kuhisi ukwamishaji kwenye mipango yako. Utatafuta namna ya usaidizi. Kulifikiria neno la mtu. Nyota ya Simba. Utapata wepesi wa jambo. Utafanya manunuzi ya kitu. Kulala kwa kukoroma kutokana na uchovu. Kuvutiwa na kitu. Utaamua kufanya jambo litakalokuwa na manufaa. Baadhi yenu kuwa na mawazo sana. Kukinaishwa na kitu. Kushindwa kuamua jambo kwa usahihi. Utapata ushirikiano na mtu mwema. Nyota ya Punda. Utafanya kitu unachoamini kuwa kitafanikiwa. Kumpa mtu nafasi ya uhuru. Mtu kuonesha hali ya kuwa upande wako na kukutii. Hutochoshwa kumsikiliza mtu fulani. Utafanya kitu kwa kujaribu. Kupata mafua. Kuvunja ukimya kwa mtu. Nyota ya Mshale. Kumweleza mtu kitu kwa uoga. Kumpa mtu somo au funzo. Kujulishwa hali ya mtu aliyokuwa nayo. Kufuatiliwa kazi zako baada ya mtu fulani kujua unachokifanya. Kutarajia kupata uzao mpya. Kufikiria kumlipizia mtu kisasi. Kushindwa kuyavumilia maneno ya mtu. Mtu atahofia kukufanyia ubaya. Utajilazimisha kuwa mwema kwa adui yako. Kupata taarifa za taratibu za ndoa kufanyika. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.